Aidha, napenda kusisitiza kuwa kampeni hii si mbadala wa juhudi zilizopita, bali ni mwendelezo wake. Nakumbuka kampeni ya Sifurisha aliyoitaja mkurugenzi mtendaji iendelee kuwapa fursa wanufaika wenye uwezo wa kulipa madeni yao yote kwa mkupuo. Vile vile kampeni ya Fichua, na tumeambiwa hapa wengine baada ya kuanzishwa kampeni hii ilibidi wajifichue wenyewe, pia nayo iendelee kusaidia kuwabaini wanufaika wenye kipato ambao hawajaanza kulipa ili kuwahimiza kujitokeza na kuanza kulipa. Upekee wa kampeni ya Kiduchu ni kwamba inalenga zaidi kubadili tabia na mtazamo wa kuhamasisha ulipaji wa hiari na endelevu hata kwa wale wanufaika wenye kipato kidogo, kama alivyozungumza Teacher Paul hapa kwamba hata yeye mchekeshaji sasa atakuwa na uwezo wa kulipa deni lake kidogo kidogo, na hilo ndio lengo ambalo la kuanzishwa kampeni hii. Tumeelezewa hapa maana ya kiduchu, lakini mimi niweke in simple language. Kiduchu ni kidogo ya kidogo, yaani kuna kidogo chake ndio kinakuwa kiduchu. Kwa hiyo sasa wewe ukishindwa kulipa kidogo cha kidogo, tena sisi tupeleke wapi? Kwenye kidunyu. Sasa tuna kidunyu, yaani kidunyu ni kidogo ya kiduchu. Sasa tusifike huko, kwa sababu tukienda kwenye kidunyu inakuwa ile sasa tunaenda kwenye shilingi 100 ambapo haitotufikisha mahala. Kampeni yetu inalenga kuhamasisha wanufaika wote ambao madeni yao yameiva, lakini ambao hawajaanza kulipa au wameacha kuendelea kulipa mikopo yao waanze kulipa, na wanahimizwa kulipa kiwango wanachoweza, hata kama ni kidogo, mradi tu unakuwa na muendelezo wa dhamira ya dhati ya kurejesha mikopo hiyo. Niwatie moyo wanufaika wote wa mkopo. Sisi hatuwaiti wadaiwa, sisi tunaita wanufaika mkopo. Safari huanza na hatua moja, na pole pole ndio mwendo. Tunaweza kuwafikia wanufaika 135,186,000 ambao hawa wanufaika bado hatujawafikia, na tukaweza kurecover kiasi cha bilioni 920. Currently, kama nilivyosema mwanzoni, sasa hivi tunaelekea kwenye kukusanya karibu bilioni 250. Na hii ukiangalia inaenda kusapasa hata yale malengo yetu, kwa sababu sisi tulipewa malengo ya bilioni 220, lakini mpaka sasa tushayavuka kwa asilimia 106.6. Kwa hiyo mwaka huu nadhani tutakuwa tumevuka kwa asilimia 110 roughly in terms of annual perspective.